Angalia Mwanzo sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 14, unamuona Kaini anamuua Habili. Kaini alipomuua ndugu yake Habili, madhara ya ile damu kumwagika ya Habili yalienda kwenye ardhi. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi ndugu yako? Akasema, sijui mimi. Sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inadililia kutoka katika ardhi. Kwa damu ina sauti. Kwa mahali popote ambako mtu kauawa, damu yake inatoa sauti. Hata ukiwauliza watu wa kawaida watakwambia hivyo. Damu ya mtu haimwagiki bure. Kwa damu ya Habili inatoa sauti. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako. Kwa kitendo cha ardhi kupokea damu ya mtu asiyekuwa na hatia inazalisha laana. Leo wangapi watu wanatoa mimba, damu inamwagika. Binti kabeba mimba, anaenda kutoa mimba, damu inamwagika. Kwa taifa ama kabila ama watu katika ardhi fulani, wakiwa ni mabingwa kutoa mimba, wanajua wanachokifanya. Zile damu zilizomwagika zitadai. Kwa usifikirie uhai wa mtu unaweza ukatolewa tu. Angalia mataifa yale ambayo yalipata uhuru kwa kumwaga damu, mpaka leo hayakai salama. Kila uchaguzi lazima watu wangane risasi. Kuna waliopata uhuru kwa kuongea, kuna waliopata uhuru kwa damu. Kwa kama sisi hapa tulipata uhuru sio kwa kumwaga damu, hatuwezi kumwaga damu. Kwa hata hawa wanaosema si uchaguzi wa mwaka huu utamwaga damu, ya kwao wenyewe na nyumba zao, lakini ya Mtanzania haimwagiki kwa jina la Yesu. Sio jambo zuri hilo. Huwezi ukaongea kwamba utamwaga damu. For what? Damu ya mtu sio damu ya kuku. Damu ya mtu sio damu ya mbuzi. Damu ya mtu sio damu ya paka. Usilete masiara kwenye maisha ya watu. Kwa hatuwezi kutengeneza kizazi cha wamwaga damu. Binti inabeba mimba, zaa. Kwa nini umuue mtoto huyo? Zaa, nyonyesha. Lakini leo unamwaga damu bila sababu. Unamuotea ndugu yako kama Kaini umpige upanga kwa sababu. Unaweza ukawa na sababu za maana za kumwaga damu, lakini damu ya mtu haimwagiki tu. Kwa ardhi ikipokea damu za watu, kama ni taifa, kama ni kabila, kama ni ukoo, mmeingia kwenye matatizo. Kajiulize, kaangalia hizo nchi zote ambazo zimemwaga damu za watu ili watu wakae kwenye viti, havikaliki. Anasema damu ya ndugu yake inanililia. Imelaaniwa ardhi iliyopokea damu ya ndugu yake. Tunapoombea uchaguzi wa mwaka huu, tufunge roho na mawazo ya mwagaji damu. Kwa mtu asije akasema tutamwaga damu. Hapana. Sisi opaka. Unanielewa my friend? Naongea na nyinyi wengine ambao huwa msikii. Ifike sehemu tuheshimu mambo yanapokwenda. Mpe Bwana Yesu makofi ya shangwe.